Tumewaita siku ya leo kwa sababu ya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, siku ya jana nadhani tutakuwa mmeona katika mitandao mbalimbali ya kijamii, mtu mmoja akijitambulisha kwa majina ya Shabani Ali Mchezo, akidai kwamba yeye ndiye mwenyekiti wa jimbo la Kibaha Vijijini. Pamoja na mambo mengine, alieleza mambo mengi katika video hiyo ambayo ilisambaa katika mitandao ya kijamii, akijaribu kuaminisha umma kwamba yeye ni mwanachama wa Chadema na yeye ni kiongozi wa Chadema, jambo ambalo sio kweli. Na aliyekuwa akionekana pichani au katika video mjongeo, majina yake anaitwa Mohamed Ngozi, ambaye kwa taarifa tulizokuwa nazo sio mwanachama wa Chadema, lakini ni mwanachama wa chama cha NCCR Mageuzi, na aligombea udiwani kupitia chama hicho mwaka 2025. Kwa sababu hiyo, mtu huyo kwa kushirikiana na watu wengine ambao wanafanya michezo ya kudanganya watu na kudanganya umma kukichafua chama chetu, sasa wameingia mkoa wa Pwani na kanda yetu wa Pwani. Mara baada ya kushawishi viongozi mbalimbali katika kanda yetu, viongozi walitupigia simu na tuna video za ushahidi pamoja na sauti. Watu hao washenzi wakiwa wanajaribu kuadaa na kudanganya baadhi ya wanachama na viongozi wetu ili kufanya press conference za kukichafua na kukihujumu chama. Lakini kipekee sana tunashukuru viongozi wetu wa chama katika maeneo mbalimbali kanda yetu wa Pwani, wamekuwa ni waaminifu wakishikilia misimamo ya chama na kukilinda chama. Wamewakataa watu wao na mwisho wamewawekea mtego na wameingia katika 18 zetu. Kwa hiyo watu hao ni watu ambao tunafahamu fedha walizokuwa nazo za kudanganya na kuwadaa watu, tunafahamu ni kodi za Watanzania. Lakini pamoja na hao wanaotoa fedha, na wao pia vile vile wanadanganywa. Kwa hiyo michezo hiyo katika kanda yetu wa Pwani ni lazima michezo ya namna hiyo sisi tumeshaikomesha, na itakuwa ni mwanzo na mwisho wa michezo ya kununua watu kukichafua chama chetu. Na sisi kama Pwani tuko imara na Pwani iko salama. Iko salama sana. Watu hao madalali, mimi natumia jina la madalali, wametumia mbinu nyingi na kutafuta mlango wa kuingia kanda ya Pwani ili kuhakikisha kwamba wanaadaa watu na kuhakikisha tu kwamba watu hao wanakichafua chama chetu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Mara baada ya kuona milango ya kukichafua chama kanda yetu ya Pwani, wakaona waende mitaani na kuokota watu. Wakikutana na mtu yoyote wanamvalisha sare za Chadema na wanamshawishi ajinasibishe kwamba ni kiongozi wa Chadema, jambo ambalo sisi tumeshtuka. Na sio Pwani tu peke yake, na maeneo mengine mengi wamefanya hivyo, kwa sababu wanachama wa Chadema pamoja na viongozi wa Chadema hawako tayari kutumika kwa ajili ya kukichafua chama chao, kwa sababu wanajua chama chao ni kisafi. Lakini wameenda mbali zaidi, wamekuja na mbinu hizo za kuokota watu barabarani na kuwavisha sare na kuwapo vijifedha. Sasa kabla sijaendelea mbele zaidi, hapa tunaye Shabani Ali Mchezo, ambaye ndiye mwenyekiti wetu halali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo jimbo la Kibaha Vijijini, ambaye mnamuona pichani. Lakini pia amekuja na kadi yake ya mpiga kura ikionyesha majina yake kamili kama ambavyo yanaonekana katika kadi hii. Lakini zaidi ya hiyo, kwa kuwa chama chetu ni chama cha kidijitali, katika mfumo wetu wa Chadema Digital unaonyesha kwamba Shabani Ali Mchezo na namba ya wanachama CDME 26667, na picha yake sio hiyo ambayo inaonekana katika mitandao ya kijamii. Sasa kabla sijaendelea mbele, basi nimkaribishe mzee wetu na mwenyekiti wetu mzee Shabani Ali Mchezo, basi walau waeleze kwa kufupi namna ambavyo scenario ilikuwepo, namna ambavyo watu hao walijaribu kumtafuta na baadaye akawakatalia, wakaamua kuokota watu barabarani. Karibu sana mzee wangu.
Kwanza natoa shukrani, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunionyesha adui wangu. Amenichafua jina langu. Mimi naitwa Shabani Ali Mchezo, ni mwenyekiti wa jimbo la Kibaha Vijijini. Huko nyuma nilikuwa mwenyekiti wa baraza la wazee Kibaha Vijijini. Baada hapo huyo mwenyekiti alichafua jina langu kwanza. Maana mimi nahesabu mwenyekiti alichafua jina langu ndo wa kwanza kutapeli watu. Ilikuwa siku ya Jumanne tarehe 14 2026 mwezi wa 7. Nikapigiwa simu. Kuangalia kwenye simu naona namba tupu. Kwa hiyo namba yake nilikuwa nishaifuta baada kujiuzuru kwa mwenyekiti wa jimbo Kibaha Vijijini kwa Mia Chauma. Nikamuuliza wewe nani? Akanambia, "Wewe ni unijui mzee?" Unasemaje? "Mzee, kuna mzigo hapo bwana." "Mzigo gani?" "Amnatakiwa uende Magomeni, nikufuate na gari tuende Magomeni ukafundishwe jinsi ya kuongea." "Magomeni kuna nini?" "We kubali mzigo." "Mzigo gani?" "Kuna milioni 1 hapa mzee." "Unaonaje?" Ngambia milioni 1 ya nini? "Utaeleza huko." Ngambia mimi huwezi kunipata kwa kazi hiyo. Nasema huwezi kunipata. Kakata simu, kakaa baadaye kaudia tena. Nikamwambia unasemaje? "Bwana unatakiwa Magomeni nikufuate na gari. Kuna nini?" Nikamwambia unajua sasa hivi Kaine imebadilika. Watanzania kuna baadhi yao leo zimebadilika. Usiende ukaniteka nyara huko. Nikapoteza nikaacha familia yangu hapa nyumbani. Watoto wangu wanasikia na mke wangu anasikia. Nilikuwa sio mbali na familia yangu. Kakata simu. Saa 11 alfajiri siku ya Jumatano tarehe 15 akarudia tena kupiga simu. Bwana sasa vipi mzee? Ule mzigo ndio unaubwaga? Wewe moga." Ngambia ndio mimi moga. "Kwanza hapo sipo, nipo Bagamoyo na uguza kakaangu." Kakata simu, baadaye akapiga tena. Yaani karibuni mara 3 kwa hizo siku ya Jumatano. "Unajua bwana wewe moga lakini mzigo unauacha huo." Sasa baadaye namsikia anasema, ngoja nitakupa mtu unganishe nayo." Akakata simu. Alhamisi nikabidi nimpigie katibu wangu wa chama wa jimbo. Nikamwambia, "Katibu, hapo kuna taarifa nimeipata kwa mwenyekiti wetu wa zamani. Anataka niende Dar es Salaam Magomeni. Kaniandalia milioni 1. Hivi mpango unakuwaje?" Katibu akanambia, "Bwana angalia." Tena nashukuru kuniambia, "Angalia huyo mtu huyo hafai." Basi na hili sina. Jana narudi safari zangu. Nimekaa nyumbani kwangu. Kijana mmoja ni jirani yangu, ni mkwe wangu, aniolea mpwa wangu. Akaja akaniita, anaitwa Mbonde. "Mzee Mchezo wewe, upo wapi bwana?" "Mimi niko ndani." "Njoo nje bwana." Kwanza kaanza kucheka. Basi akafungua simu yake ile kubwa. Naambia, "Huyu bwana si unamjua? Sasa sikiliza nikusomee." Kasoma jinsi alivyoongea bwana kwa uwezo wake huko alikoitwa alikotoa hela. Huyo bwana Ngozi kasoma kaandika soma vibaya tena kama yeye anajiona kama labda sijui kasomea wapi kuongea. Kaongea sana maneno sio mazuri kwangu. Mbona kinishauri, "Bwana muangalie mtu. Huyu mtu anakuchafulia jina." Ngambia, "Sijakaa vizuri." Katibu ananipigia simu, "Bwana Mzee Mchezo, sasa imekuwaje bwana? Ndio umetukimbia kwenda huko kwenda kufuata hela?" Nikamwambia, "Katibu, mbona sikuelewi?" Nikamwambia, "Bwana tafadhali bwana. Mimi ningekuwa nataka hela nisikakupigia wewe simu nikueleze tukio lilotokea kwangu." "Sawa bwana, lakini basi bwana tuyaache." Baadaye nikamwambia, "Bwana hapa kaja bwana Mbonde kunionyesha picha ya Ngozi na maneno yake wako wamesema." Hayo ndo mtafaruku uliotokea kwenye jina langu. Kachafua jina langu. Mimi ni mtu mkubwa vikuruti kwangu na kuishi. Na kwenye chama wananifahamu muda mrefu. Nimejiunga na chama 2015. Bado niko kazini. Sikuogopa ajira, lakini wajiri watu walikuwa wananiheshimu na mimi kule kazini kwa mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi Fibuka pale Dawasa Mlandizi. Basi katibu akaniambia, "Bwana kesho saa 2 uje." Nikamwambia, "Bwana nitakuja Jumamosi." Nikamwambia, "Hapana mzee, kopa nauli uje." Sasa akaniambia kama tutakuja mjini. Kufika pale akaniambia, "Bwana tuna safari ya mjini." Nikamwambia, "Poa, hapo ndo safi." Hayo ndo yangu. Agizo langu ninachosema mimi, hawa wote wawili wapatikane washtakiwe. Kuanzia wewe unipigia simu na huyo kwenda kutumia jina langu kwa faida yake na familia yake. Hilo la kwanza. La pili, na ikiomba chama changu huyu alotumia kutangaza jina langu safa na mwenyekiti alostaafu, kama hawa watapendekeza wanachama kurudi,
mimi chama najiuzuru, napumzika nyumbani. Hilo ndio agizo langu, na kiomba chama kichukue hatua kali sana kwa wawili hao, na niwakilisha. Sina mengi. Asante sana kwa maswali mazuri. Swali la kwanza umeeleza kwamba hao waliotajwa, aidha kama ni wanachama, ni hatua gani ambazo kama chama tutazichukua, na hii ni mahususi kwa kanda yetu ya Pwani na katiba ni moja. Wote wawili ambao nimewataja sio wanachama wa Chadema, sio wanachama wa Chadema. Mmoja ni mwanachama wa chama fulani, sipendi kukitaja jina, lakini huyu mwingine, huyu Mohamed Ngozi ni mwanachama wa NCCR Mageuzi. Kwa sababu hiyo sisi tutachukua hatua za kisheria, sio tena hatua za ndani ya chama, isipokuwa tutachukua hatua za kisheria kwa sababu wametumia kwanza jina la mwanachama wetu vibaya, pili jina la chama, na tatu nembo ya chama, ilhali akijua kwamba yeye sio mwanachama wa Chadema. Lakini chama chetu pia kina utaratibu. Kama wangekuwa ni wanachama wa Chadema, kina utaratibu. Chadema inaruhusu uhuru wa maoni, lakini tuna utaratibu wetu kupitia kanuni za maadili ya viongozi pamoja na wanachama. Ukisoma sura ya 10 kipengele namba 10 kinaeleza utaratibu ambao kama chama tumejiwekea kwa ajili ya kuchukuliana hatua za kinidhamu. Lakini ninasisitiza tu kwamba waliotajwa sio wanachama wa Chadema, na pengine maeneo mengine mengi ambao wamekuwa wakifanya press conference pengine sio wanachama wa Chadema, lakini kwa kanda yetu ya Pwani tumejiridhisha pasina shaka wote kwa pamoja sio wanachama wa Chadema. Na ndio sababu nimekuja na mzee Shabani mwenyewe hapa anathibitisha kwamba yeye ndiye, na nyinyi waandishi wa habari mmeona kwamba yeye ndiye, na huyo mwingine ni tapeli kama matapeli wengine. Kwa hiyo tutamtafuta, tutaripoti katika jeshi la polisi, na baadaye atatafutwa, then atachukuliwa hatua ambazo zinastahili. Lakini swala la pili umeeleza kuhusiana na